Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Ni furaha iliyoje pendwa msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ulipo kukutana nawe mara tena kwa siku ya leo. Nayo matumaini kwamba unaendelea kukurubia redio yako ili kuendelea kufuata matangazo yetu, na ni wasaa mzuri wa kuwasomeni habari zetu kwa siku ya leo. Uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mchumbe wa mkulima na Fatuma msomaji wako wa siku ya leo. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati ili uweze kuelewa mengi zaidi. Kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa ukigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Charlotte Fatuma Sandra. Karibu. Asante. Ndani ya habari muhimu siku ya leo tuanzie huko Hilakala ambapo baba mmoja wa zaidi ya miaka 15 wa kijiji cha Hilakala amebaki na majeraha mwilini kisha kupigwa risasi na watu wasiojulikana siku ya 4 wiki tunayo muda wa usiku ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Pia habari yetu muhimu itaelekea huko Kilembwe ambapo baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na gari wataja kunyanyaswa na tozo ya baadhi ya wazalendo kwenye vizuizi barabarani ndani ya sekta Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa wakuu viongozi kwa ngazi ya juu kuingilia kati haraka iwezekanavyo. Habari muhimu itamalizikia huko Butembo ambapo vijana waliojiorozesha ili kuungana na jeshi la akiba katika tarafa ya Butembo wajielekeza mnamo Jumamosi ya tariki 24 Mei mwaka wa 2025 kwenye senta ya mafunzo ya kijeshi ya Nyaleke Pabeni. Waziri nchini husika na maendeleo vijijini Muhindo Zangi Butondo amepongeza hatua hiyo iliyo na lengo la ulinzi imara wa taifa. Ni hayo tu kama habari muhimu siku ya leo. Shukrani sana mwenzangu Charlotte Fatuma Sandra kwa habari muhimu. Wacha sasa tufunue pazia ya uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo, tukianzia ndani ya mji wa Baraka. Soko ya Jeteme ni soko yenye kutambulisha mji wa Baraka kwa sasa. Viongozi wawekeze kwenye maendeleo ya soko hilo, ndivyo amesema hayo Maua Masoka Aline, mwenyekiti wa soko hilo la Jeteme. Wakiongoza wenyewe miaka 4 sasa, wameonyesha tayari maendeleo kadhaa na wanaomba serikali kuwasaidia kwenye ujenzi wa soko hilo. Bi Maua Masoka Aline amezungumza yafuatayo kwenye maiki ya Radio Kivu. Soko yetu Marché Jeteme tunakuwa na miaka 4 na nusu, hatuyapataka msaada yoyote ile, lakini tuko na maendeleo yetu, tunakongolaka sensa chaque semaine, tuko tunajenga biro, tunatia hapa kufyagia msoko wanafyagia. Ukikuwa matatizo ya kilio tunapigaka kukilio, tunakulishaka kilio. Eneo yenye tuko tunapenda kupanua kupitia kule kwa watu ya makala. Tunaweza penda soko ipanuke kuzidia hapa juu ya nini? Hii ni soko yenye iko muvile. Hii ni vile deja, hii soko ni soko yenye na presente vile yetu ya Baraka, na tunaweza penda hii soko migulo hii soko iongezeke. Juu watu wako nazidi kuongezeka msoko. Tunaweza hitaji msaada yetu kutoka kwa depute na kutoka kwa Maître Jean-Jacques atusaidie manjanja na tusaidie na mbao. Ndio maendeleo yenye kwa msoko.
Upande mwingine ameomba kwa viongozi kuwapa mikopo wachuuzi wa soko hiyo, huku akisema kuwa ukosefu wa taa ndani ya soko inakuwa inapelekea vitendo vya wizi kuripotiwa kila mara eneo hilo. Masoka amerejea mara tena. Ujumbe wenye mimi natoa kwenye kuko guverneri, tuko tunajenga biro, batusaidie manjanja na batusaidie franga ya mkopo. Juu hii ni msoko ya bachuruzi wa mitai ya kidogo. Hii ni bachuruzi wa mitai za kidogo. Association yetu ni association ya watu wa mitai ya kidogo. Hatuna mitai. Tuko ni ba marangaza. Tuko watu wa mitai ya 50,000 francs. Mtu asombe ko napita na 30,000 francs, 20,000 francs. Batu ya samaki biko na mitai ya 50,000, 100,000, batu ya mikeke, batu ya matunda. Kwa hiyo kifupi si hatuna mitai. Tuko tunalilia ujumbe kwa serikali tusaidie mitai itupatie franga ya mkopo. Franga za mkopo ndoze franga zenye si tuko tunalomba watukope, si hatuna mitai, watukopeshe mitai. Tuishapitie malalamiko safari za mingi sana kurejo, watukopeshe mitai. Soko Marché JTM ni soko changa, kwa hiyo watusaidie mitai ya mikopo na watupatie manjanja. Tuko tunajenga biro, watupatie manjanja. Lakini abako banaona kisi soko ingali changa kweli. Kuna kosa hata kuingia hata mwa depute batongezea matala msoko. Bwizi iko na kuwa mingi. Matala msoko ni ya kidogo. Batuongezee matala. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kutokana na hali ya unyanyasaji inayoendelea kuripotiwa ndani ya Avenue Mkembe katika kata la Kalinga Sud mjini humo, ambako watu wananyanganywa simu na vitu vingine vya samani majira saa 1 usiku, uongozi wa Avenue Mkembe wanaomba kwa vyombo vya usalama kuvalia njuga swala hilo. Katika mazungumzo naye mkuu kiongozi wa Avenue Mkembe Bwana Amuri Jacques Gabriel amesema kuwa kuna kundi la watu wanajifanya kuwa nafanya doria huku wakiwa kipokonya vitu vya raia mida ya usiku katika eneo la shule la sekondari Masoka, huku akiomba vyombo vya usalama kuvalia njuga swala hilo ili kutokomeza vitendo hivyo. Jacques Amuri Gabriel anaeleza fuatayo. Ndugu mtangazaji, nafika hapa kwa ajili ya mambo ya situmfahamu ambayo inapatikana ndani ya Avenue yangu ya Mkembe. Baada ya siku 3, sekretari wangu wa Avenue Mkembe alivamiwa na watu wasiojulikana wakati alipotoka kwake kwenda kuuza vocha pembezuni na kwake. Mkupanda akakutana na vijana 5 ambao walimshika, wakashika simu yake, wakampokonya pesa zake. Alafu hiyo jambo ikunifurahisha, na wale vijana walionekana kama sio wa patrouille, yaani ikiwezekana ni watu ambao wasiojulikana, ni wabandi. Walikuwa na silaha, lakini tulikuja kugundua kuna baadhi ya watu ambao wana silaha ambao wanajitia kama vile patrouille na kwenda na nyanyasa watu muda wa saa 1 usiku, saa 2 usiku. Vyombo vya salama izidi kufanya patrui sana pale nafasi ambao kuna institut Masoka. Pale pia kuna wengine wa vijana ambao wanakaa pale, tunawaza eti ni wa patrouille, wanakuwa na silaha. Mara kwa mara vijana wakipita wanakuwa wanawashika na wanyang'anya masimu. Hiyo ripoti nao nimeipata ndani ya Avenue na kuja kuona hapana, inabidi tukwe tunahambia watu wa security kama vile serikali, ili wakuwe wanakagua watu ambao wanafanya security na wale ambao wasiofanya security, kwa sababu wale wabandia na wale watu wa security atuwaelewe vizuri muda wa usiku. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu huko Ilakala ni kwamba baba mmoja wa zaidi ya miaka 50 wa kijiji cha Ilakala amebaki na majeraha mwilini kisha kupigwa risasi na watu wasiojulikana siku ya 4 ya wiki tunayo muda wa usiku sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Kwa mujibu wa raia mmoja tuliyezungumza naye na ambaye hakutaka jina lake litajwe, amesema kuwa watu hao ni nia mbaya walifika kwa baba huyo alipokuwa anapumzika nyumbani kwake. Papo hapo waliweza kufyaturia risasi na kwenda sehemu isiyojulikana, kama alivyoeleza hapa raia huyo kutoka eneo hilo. Habari ni za ukweli, alipigwa risasi na watu wasiojulikana, na bwana huyo anaitwa Janses
na tukajitahidi tukampeleka ku centre hospitali ya Vega, wakajitahidi zenyewe walifunga, na kwa hivyo tunakuwa kuangalia vitu vyenye tutamusafirisha Uvira. Ili mpaka afikiwe kupigwa risasi ilikuwa namna gani kadiri ya gisi mumesikia? Mpaka sasa hivi hatuyajua kisa kwa ajili muhusika mwenyewe ndo bado yani hakujulikana, lakini ndo bado serikali ngaikina kwanza nani uchunguzi. Kwanza yeye aliyopigwa risasi ni mkaji wa Ilakala, na Ilakala ni mwingine yenye kuwa pembeni ya Swima. Yaani kitoka tu Swima unafika nani Ilakala, na yeye kupigwa wake risasi ilikuwa ni pale jana usiku. Yaani alikuwa akifunga Mafiga kwa ajili ngozi zake na watu lalamu na Mafiga. Na ile wakati yenyewe ali kusema eti afunge mlango na ndio penye alipigwa risasi na akapo hapo na mhusika kapita na anakimbia. Yeye kuhusu mujamii kwa gisi yeye anavyoishi hapa na wajirani na marafiki, yani hajawahi kukuwa na nzozo na mtu yoyote huyo, hajawahi kabisa kukuwa na nzozo na mtu. Tunajua kwamba watu wenye kupigwa masasi huku ni presque au moins 80% wenye wanashutumiwa labda uchawi, lakini ndio bado akamilisha kwa ajili serikali ndio bado ndio inafanya nani uchunguzi. Yaani vitendo kama hivi ni vitendo vyenye sisi mara kwa mara tuko tunavilaani kabisa kwa ajili mauaji kama hayo ni mauaji yenye hayatakiki. Sisi hapa Swima tuko na wazalendo pamoja na PNC. Marehemu alikuwa responsible, alikuwa na bibi, yuko na watoto na ni mtu wa umri wa karibuni hata miaka 65 hivi. Huko Kilembwe ni kwamba baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na gari wanataja kunyanyaswa na tozo za baadhi ya wazalendo kwenye vizuizi vya barabarani ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo mashirika ya kiraia yaomba kwa viongozi wa juu kuingilia kati kwa haraka iwezekanavyo. Taarifa tunazo ni kwamba kwa sasa baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na magari wanalazimika kulipa pesa 10,000 pesa ya Kongo na hata ya zaidi na hiyo kwenye kizuizi kimoja. Habari hii imehakikishwa naye Abedi Sombi Abdul, mkuu kiongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge. Nilipenda kusema ndani ya sekta ya Lulenge kuna vurugu ambazo zinaingia juu ya mabariere zitu bariere ya Mabunga inaderanger population sana. Population inatoka Kilembwe kwenda kusoko ya Makola, beko na kuwa taxi, mtu eko na muzigo kwenda kusoko alipe 10,000 francs. Mwenye kuna bagage nyingine kwa toka mavoyage anapaswa alipa kama ni 20,000 francs. Alipe 20,000 francs. Manake hiyo bitu yote inasumbua population. Gari iko na lipisho sasa 50,000. Mie peke tu en personne natoka asubuhi niko naenda kusoko ngambo ya Makola, kufika bariere ya Mabunga na kuwa bloke na baskari benye kuwa pale na kuwa bloke, maki nikakuwa intimidé d'une façon extra kabisa. Maki nikakuwa ridiculisé sana. Sasa mambo kama hiyo sio mambo halali kabisa yanayofurahisha, kabisa. Waabiria wanasumbuliwa sana. Watoka Kilembo waingie Makola kama 15 kilometre wanasumbuliwa sana. Walipe huko na muziki, ulipe 10,000, ulipe 20,000. Mimi peke nilibiasiste. Kumbe kwa hiyo mambo yanaleta huzuni mkubwa sana ndani ya sekta ya Lulenge. Hata hivyo kiongozi huyo wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ameongeza kuwa hali hiyo inaleta na kuonekana kuwa ni unyanyasaji mkubwa kwa raia ambayo wasio na hatia. Abedi Sombi Abdul amerejea mara tena. Na sisi kama vile shirika la raia, watu walikaa pamoja kwa kusema kumbe kwa hiyo vijana wako wanatanda, kumbe ulia kutia makamba hapa na hapa, wapewe makamba fulani wewe na wajisaidie. Lakini kamba zenyewe zinaleta tatizo sana.
Mimi kama kiongozi wa shirika la raia naanza simanishiwa na kurudishwa nyuma na kukua intimidate. Sasa wa raia wengine hapa wataishi namna gani? Kwa hiyo tunasubiri lalamiko zetu, tunazipeleka kwenye kuwa shefu de secteur aongee na viongozi vingine vya hizo bariere za autodefense ambao wanalindwa na mzee Brown, wanyamasishe viana. Na raia yenyewe inakosa amani, inaona kumbe haina ya maana kuwapatia zile makamba wakae tena kunyanyasa watoto hapa. Ni ya muhimu zile kamba ziondoshwe, hazina maana yoyote. Watu wa SNPCC na wengine wako nahangaika ndani ya vilima huko au plateau ya Minembwe, wengine wako huko kufroza Kamanyola, lakini wao wanakaa hapa tu kwa kuintimize raia na kula raia. Ilikuwa ya muhimu zile kamba basi zitoshe, hazina maana. Hilo ndio lalamiko la raia. Na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Karibu Sudi kutujuza yale yaliyojiri viwanjani. Shukran sana kabisa mwenzangu Mchombe wa Mkulima na Fatuma. Leo kuna kwa habari za michezo, tuanzie hapa katika mji wa Baraka. Mchombe ni kwamba kikao cha kawaida kinapangwa kufanyika siku ya 6 ya wiki tunayo tarehe 24 Mei mwaka 2025 kunako chumba cha mikutano cha Jeunesse hapa katika mji wa Baraka. Ndivyo amesema hivyo mwenyekiti wa vijana ndani ya mji wa Baraka ambaye ni De Gaulle Malembe. Hivyo ameomba kwa viongozi wote wanaosimamia soka katika kata tofauti za hapa katika mji wa Baraka kuweza kuwasili kwenye kikao hicho ambacho kitaweza kufanyika majira ya saa 8 kamili za mchana. Hatua ya play-off katika michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot iliweza kupigwa siku ya Ijumaa ya wiki tunayo ambako klabu ya FC Rangers walitoka sare ya kutokufungana dhidi ya klabu ya Sanga Balende. Lakini siku ya Jumamosi ya wiki tunayo majira ya saa 7 kamili za mchana FC Tanganyika yoko Kalemi wataweza kukaribisha klabu ya AS Vita Club, na mechi ya saa 9 kamili za jioni Saint-Eloi Lupopo watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Don Bosco de Lubumbashi. Katika tu bara hili la Afrika, Mchombe wa Mkulima na Fatuma, ni kwamba hatua ya kwanza ya finali ya michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika itaweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo tarehe 24 Mei mwaka huu, ambako vijana wako Afrika ya Kusini Mamelodi Sundowns wataanza kuwapokea klabu ya FC Pyramide ya nchini Misri. Itakuwa ni mechi nzuri kwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Fiston Mayeli Kalala, ambaye anakipiga katika klabu ya FC Pyramide na kufanikiwa kufuzu hadi kwenye hatua ya finali ya michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika. Hivyo majira ya saa 9 kamili za jioni atakuwa uwanjani kupambana vikali dhidi ya klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Wiki ya 38 ikiwa kabisa ndio wiki ya mwisho ya michuano ya La Liga kwa nchini Hispania itaanza kupigwa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo majira ya saa 10:15 katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Klabu ya Real Madrid wataweza kuwakaribisha klabu ya Real Sociedad. Leganés watakipiga dhidi ya Real Valladolid. Espanyol Barcelona wataweza kuwakaribisha klabu ya Las Palmas. Rayo Vallecano watacheza dhidi ya Mallorca, huku klabu ya Deportivo Alavés watakuwa usokoto dhidi ya klabu ya Osasuna, na klabu ya Getafe wataweza kipiga vikali dhidi ya klabu ya Celta Vigo. Klabu ya FC Barcelona yako nchini Hispania wanataka kumsajili winga wa klabu ya Liverpool hapo nchini Uingereza mwenye umri wa miaka 28 kutoka katika timu ya taifa ya Colombia, Luis Diaz, ambaye amebakiza na miaka 2 ili kuweza kuitumikia klabu ya Liverpool hapo nchini Uingereza. Klabu ya Napoli ya huko nchini Italia wanaongoza katika mbio za kutaka kumsajili kiungo wa kati wa timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne mwenye umri wa miaka 33 ambaye ataondoka katika klabu ya Manchester City kama mchezaji huru msimu wa joto. Klabu ya Chelsea Blues hapo nchini Uingereza wamezamiria kumshikilia kiungo wakati wa timu ya taifa ya Argentina Enzo Fernandez licha ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 kuwa kwenye orodha fupi ya miamba yako nchini Hispania Real Madrid ya wachezaji wanaoweza kuwindwa msimu wa joto. Na mwishowe ni kwamba mshambuliaji machachari Victor Gyökeres amewaambia wachezaji wenzake wa klabu ya Sporting Lisbon ya nchini Ureno kuwa ana uhakika atachezea klabu hipi msimu ujao, huku mshambuliaji huyo wa timu ya taifa ya Sweden mwenye umri wa miaka 26 akihusishwa na klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners pamoja na klabu ya mashetani wekundu hapo nchini Uingereza ambao ni Manchester United. Naweka nukta kunako ukurasa wa habari ya michezo mwenzangu Mchombe wa Mkulima na Fatuma. Shukrani sana mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unafuata uchambuzi wetu wa habari
unaokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu, tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie huko Butembo ambako vijana waliojiorozesha ili kuungana na jeshi la akiba katika tarafa ya Butembo watajielekeza mnamo Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 kwenye senta ya mafunzo ya kijeshi ya Nyaleke Pabeni. Waziri nchini husika na maendeleo vijijini Muhindo Zangi amepongeza hatua hiyo iliyo na lengo la ulinzi imara wa taifa. Mwenzetu wa huko Butembo Zangos Muviswa Kapuni na ripoti kamili. Waziri nchini ahusikaye na maendeleo katika vijiji Bwana Muhindo Nzangi asema kuunga mkono mafunzo haya ya kiaskari yatakayoanza hapa siku karibuni. Muhindo Nzangi asema kwamba mafunzo haya ni ya maana kwa kuwa yatasaidia vijana kupiga silaha na pia kujifunza strategia mbalimbali za kiaskari. Nyaleke hano akandi bya forme abandu bakahola mu reserve armée. Hapa Nyaleke kutafunzwa watu wanaoitwa Reserve Armée de la Défense. Tunataka kila mara muda wa vita askari wawe wakisaidiwa na raia. Raia hawezi toka nyumbani mwake na kuja kusaidia askari pasina kupata funzo zozote. Ni kwa hiyo lazima wapate mafunzo ya kiaskari. Watu wa pili ni wale ambao watafanya local defense. Imagine, katika vijiji vyetu inasikitisha kila mara wanaru wawili wanafika na kuwachinja zaidi ya watu 100. Ni kwa hiyo local defense itasaidia watu wote, kila mtu anapokuwa katika kijiji kyake kujifanyia defense. Ni kwa hiyo tumeandaa hii nafasi ya Nyaleke kwa kuwa lazima vijana wote wapate mafunzo ya kiaskari hapa Nyaleke. Upande wake mwanabunge mustaafu Tembosio Tama aita watu kuwa wengi kuelekea Nyaleke ili kupata mafunzo haya. Programu ya mafunzo ya kijeshi huko kwenye sandra ya Nyaleke inaendelea. Kufatana na gizi inji yetu inapitia magumu. Na hiyo magumu tumeendelea kuipitia zaidi ya 30 na watu wengi wamekufa. Watu wengi wamekufa kiolela kwenye mashariki ya Kongo. Mwa hii zone ya nyiko kontroli na ADF. Maelfu ya ndugu zetu wamekatwa na mipanga. Na kwa hiyo tunasema ni wakati ya kujitayarisha. Na kujitayarisha ni kwenda kujifunza namna ya kupika silaha, namna ya strateji za kijeshi. Siku mingi tumelia kusema watupatie silaha tuende pigana. Kufatana na magumu ambayo tumepata kwa miaka, hatutaendelea kulia kila siku mkicha. Wakati ya kulialia tunadhani ya kwamba imeisha. Ni wakati ya kufanya vita. Wametuua wengi na wana mpango tunyang'anya bulongo yetu, kupora mali ya inji yetu na watunyang'anye inji yetu. Kama tunaendelea kukua district, tutajikuta hii inji haiko yetu tena. Tuende Nyaleke siku ya posho na 10h. Sote tukutanane hapo kwenye clôture ya Cafe Kiti. Hapo Matana 10h. Gari zitakuwa hapa, fusho zitakuwa hapa, tutatoka. Temose mwenyewe naye anaenda fanya kumafunzo. Upande wake Luteni Kanali Hiradia ya Benjamin ahusikaye na jambo hili ahakikisha kwamba mafunzo kamili yataanza wiki inaokuja. Butembo, Ntankosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemuondolea kinga rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Hivyo ni kufuatia zoezi la kupiga lililofanyika dhidi ya mashtaka yanayomkabili rais huyo. Mwenzetu Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hii ni ripoti yake. Naam, bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ilifanya uamuzi wa kihistoria Alhamisi Mei 22 wa upiga kura kwa kuondoa kinga za rais wa zamani Joseph Kabila pia na seneta wa maisha. Mwisho wa kura baada ya idhini kwa ujumla yahitimishwa ripoti ya tume maalumu inayohusika na kuchunguza mashtaka ya mkaguzi mkuu wa FRDC. Maseneta 88 walipiga kura ya ndio na maseneta 5 walipiga kura ya hapana. Sauti 3 hazikuonyesha mkondo wao na hakuna aliyekataa kupiga kura kati ya maseneta 96. Baada ya siku za majadiliano makali yaliyowekwa na katiba tume maalumu na katika mijadala asili, bunge la seneti lilitoa ruhusa kufunguliwa mashtaka ya kisheria dhidi ya Joseph Kabila Kabange ambaye ni rais wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu unakuja katika hali ya kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa wakati nchi inakabiliwa na kuongezeka kwa vurugu mashariki haswa kutokana na uasi wa M23. Ripoti ya mwisho wa tume maalumu iliyosambazwa kwa maseneta kabla ya kura ilikuwa imenyoka katika uamuzi huu. Inaangazia kwa undani mashtaka mazito yaliyowasilishwa na mhakiki mkuu karibu na korti kuu ya kijeshi, haswa mashtaka ya usaliti, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na ushiriki katika harakati za uchochezi kuhusiana na msaada unaodaiwa wa Joseph Kabila kwa waasi wa M23. Madai haya yaliyofanywa na serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi yalipingwa sana na watu wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila ambao walilaani makosa ya kisiasa yalipangwa kumfukuza mpinzani huyu mwenye ushawishi mkubwa nchini DRC. Kutolewa kwa hatua hii kulifanyika bila rais huyo wa zamani kuwepo mwenyewe. Ingawa idadi kubwa ya wingi madarakani inatawala bunge la seneti, maoni mseto alitokea, huku mmoja wakitaka kura katika bunge, wali wengine wakionya uamuzi huu utakuwa na madhara juu ya utulivu wa kisiasa wa nchi ya DRC. Uamuzi mbaya bado na athari mbaya, alisema hayo seneta mmoja aliyepinga mashtaka dhidi ya rais huyo wa zamani. Kuondolewa kwa kinga sasa kunafungua njia ya kesi za kisheria mbele ya korti kuu ya kijeshi ambapo Joseph Kabila anaweza kuamuliwa kwa mashtaka aliyofanyika dhidi yake. Wafuasi wake ndani ya chama cha PPRD walichukua hatua hii kama uwindaji wa wachawi na kutoa wito kwa uhamasishaji kutetea kiongozi wao. Wakati wachunguzi wa kiraifa wana wasiwasi juu ya athari zinazoweza kujitokeza juu ya amani dhaifu katika nchi ya DRC. Ni hayo tu kama habari za kiraifa kwa siku ya leo. Tukamilishe habari zetu siku ya leo na huko Burundi. Waziri mkuu wa nchi ya Burundi, Luteni Jenerali wa polisi Gervais Ndirakobucha amestafishwa kazi naye rais wa nchi hiyo. Kwa mengi zaidi tunajiunga naye mwenzetu Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesaini amri ya kusafu kwa waziri mkuu Luteni Jenerali wa polisi Gervais Ndirakobucha kutoka katika kitengo cha polisi wa kitaifa. Amri ya kustafu kwa Ndirakobucha kutoka katika kitengo cha polisi wa Burundi ilitiwa saini na Rais Ndayishimiye ambaye kwa sasa ni amiri jeshi mkuu wa vikosi vya usalama nchini Burundi. Ndirakobucha mwenye umri wa miaka 55 ni mmoja wa viongozi wa zamani wa kundi la wapiganaji la FDD ambalo lilipigana vita vya kikabila kutoka 1993 hadi 2005 ambapo Rais Pierre Nkurunziza alipoingia madarakani chini ya makubaliano ya amani ya Arusha. Ndirakobucha aliyejulikana kwa jina la Ndakugarika na maafisa wengine waliopigana vita hivyo walijiunga na polisi. Ndirakobucha amewahi kuwa mshauri wa ofisi ya rais inayoshughulikia masuala ya polisi na ni mmoja wa wale wanaosemekana kuwa na mchango mkubwa katika vita vya waandamanaji waliopinga muhula wa 3 wa Nkurunziza mwaka wa 2015. Alihudumu kama naibu mkurugenzi wa huduma ya kitaifa ya ujasusi, akawa mkuu wa kitengo hicho na baadaye kwa naibu mkurugenzi wa polisi wa kitaifa ambapo kuanzia Juni 2020 hadi 2022 Ndirakobucha alihudumu kama waziri wa usalama wa ndani kisha waziri mkuu hadi kufikia sasa. Katika nyadhifa zote mbili alichukua nafasi ya jenerali wa polisi Aregio Bunyoni ambaye alifungwa kwa makosa ya uhalifu ikiwa ni pamoja na uhaini. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji uliyetutegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu bila kumweka kando rubani wangu Izaki Mulucha Ashibe. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kusikiliza matangazo yetu hadi tamati.
Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.